mpaka nafikishwa mahakamani. Nilikuwa najua nimeshtakiwa kwa kesi za mali za upotevu wa ofisi, lakini baada ya kufika kwa mheshimiwa shtaka likawa limebadilishwa. Nikawa nimepewa shtaka ambalo halina dhamana. Napozungumza punishment cell ni kachumba kadogo. Sasa kule uruhusiwi kuingia na Biblia, uruhusiwi kuingia na peni, uruhusiwi kuingia na hata na karatasi. Yaani ulivyovaa ndivyo utakavyoingia. Uruhusiwi kuwa na shuka, uruhusiwi kuwa na blanketi, uruhusiwi kuwa na godoro. Utalala chini kwenye sakafu. Mungu anapotaka kutupeleka hatua moja au nyingine, tuwe wasikivu sana wa zile sauti za ndani ambazo Mungu anasema. Maana saa nyingine tunapokuwa na kiburi cha kibinadamu, Mungu anaweza akatumia njia yoyote kukurudisha kwake, na nyingine kama hivyo nilivyotangulia kusema, zingine zinaumiza, nyingine zinaumiza kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Shalom. Kwa majina yangu naitwa Judith Michael Rassa. Nimezaliwa tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka 1981. Mkoa wa Dar es Salaam. Ni mtoto wa 5 kuzaliwa katika familia ya Mzee Marco Elikana Rassa, nikiwa ni binti yake wa 3 katika watoto 7 ambao Mungu alibahatika kumpa. Historia fupi ya maisha yangu kwa ujumla, mpaka hapa nimefika katika utumishi kama mama mchungaji, ilikuwa ni kamchakato kidogo. Mungu alinipitisha, lakini namshukuru Mungu leo ameweza kunisimamisha, na namtumikia Mungu kwa sababu ya lile kusudi ambalo Mungu aliniumba nalo na linaonekana juu ya uso wa nchi. Kwenye maisha yangu nimebahatika kuwa na mume mmoja na watoto 5. Na niliokoka nikiwa nimepata binti yangu wa pili mwaka 2002. Nikawa tunakwenda hivyo kanisani, umeokoka, unakwenda, unarudi, hivyo. Kwa hiyo tumeishi kwenye maisha hayo na mume wangu na watoto. Lakini baada ya miaka kama 10 mbele, nikawa nasikia ndani, unasikia ndani kama vile kumtumikia Mungu, lakini hivyo unaona kama vile bado. Kwa unajikuta unapambana sana na maisha, kile kitu ambacho Mungu amekeka ndani yako na kama vile unakizimisha. Kwa hiyo Mungu alianza kusana mimi muda mrefu, lakini ndio hivyo unaikuta tu ikitokea unashiriki kwenye maombi na mama wenzako hivyo, lakini ile userious kabisa ukawa haupo. Hiyo ikapelekea kwenda ilipofika mwaka 2015. Nikiwa nafanya kazi ofisi moja Kariakoo pale, nikapata matatizo. Sasa hiyo ndio ilikuwa safari yangu ya mimi sasa kuanza kumtumikia Mungu kwa userious kabisa. Maana tunaamini mtu aliyebeba kusudi la Mungu, Mungu aweza akamwacha akaondoka bila kutimiza ile kusudi. Na Mungu ana njia nyingi sana za kumrudisha mtu aliishi ile kusudi ambalo Mungu mwenyewe amelitaka. Kwa sababu tunajua Mungu ana njia mbili. Aidha wewe mwenyewe umesikia ile sauti ndani yako, ukaenda moja kwa moja, ukaitii na kuifanya. Lakini unapokuwa mbishi, Mungu anaweza kukutafuta mwenyewe. Hii mimi nasema kwangu mimi niliishi kipindi hiki cha hii nasema hii nani ya pili. Kwa sababu ilibidi Mungu mwenyewe atengeneze mpango ili mimi apate kunipata, nipate kutulia baada ya kuona nahangaika sana. Kweli tunajua tunahangaika na maisha, tunapambana, lakini maisha ya mwanadamu Mungu ana njia zake. Kwa wakati mimi wa kupambana na maisha, mwisho wa siku Mungu akaamua kusema sasa enough is enough, inatosha. Nimekusubiri muda mrefu, nimezungumza na wewe muda mrefu hivyo, lakini unakuwa kama moyo wako mgumu. Kwa hiyo Mungu akasababisha jambo, mimi naweza kusema ni mpango wa Mungu. Nikajikuta nimekamatwa, niko kituo cha polisi pale Central kwa kesi ambao kesi ya kwanza ambao walinikamata nayo akasema kwamba nashtakiwa kwa upotevu wa mali za ofisi, kwa nenda kama kuhojiwa. Lakini nilipofika pale nikakaa Central, nikahojiwa kweli. Na baada kwenye kuhojiwa tulikuwa na mwenzangu ambaye naye alishikiliwa, ambaye alikuwa tunafanya naye kazi ofisi moja, lakini baada ya kuhojiwa yeye mwenzangu aliachiwa. Mimi wakaendelea kunishikilia pale Central, kwa nikakaa. Baada ya kukaa kama wiki moja, wakawa wanasema kwamba nitaendelea kupata dhamana. Lakini baada ya hapo nahisi bado Mungu alikuwa ananiambia wewe tulia na safari na wewe. Lakini muda huo bado nilikuwa sijaelewa pia kwamba hata hilo pia ilikuwa ni sauti ya Mungu, na Mungu ana namna nyingi ya kumrudisha mtu kwake. Baada ya hiyo wiki niliokaa hapo Central, baada ya hapo nikajikuta niko
mahakamani. Sasa wakasema hii kesi yako inabidi kwenda kuchukulia dhamana mahakamani. Kesi ikaenda mahakama ya Samora, mahakama ya wilaya, mpaka nafikishwa mahakamani. Nilikuwa najua nimeshtakiwa kwa kesi za mali za upotevu wa ofisi, kwa ni kesi ambayo ina dhamana. Kwa akaniambia andaa watu wako wa dhamana, utadhaminiwa mahakamani. Lakini baada ya kufika kwa mheshimiwa, shtaka nilosomewa nalo, shtaka likawa limebadilishwa. Lile shtaka baada ya kubadilishwa nikawa nimepewa shtaka ambalo halina dhamana. Nikapewa shtaka la armed robbery, la wizi wa kutumia silaha, ambayo ilinishtua kidogo. Yani inakuwaje mimi mwanamke unapewa kesi ya wizi wa kutumia silaha, alafu shtaka ambalo sikuwahi kuhojiwa nalo. Nikajikuta nimeingia gerezani Segerea 2015 mwezi wa 12 niliposhikiliwa Januari mosi inaanza, niko Segerea tayari. Sasa maisha mengine yanaanza ya gerezani. Miaka ile mitatu kasoro niliyokaa Segerea haikuwa rahisi sana. Haikuwa rahisi sana maisha ya huko ndani wapendwa. Haikuwa rahisi sana. Sababu ninapozungumza Segerea, mtu ambaye uko huko nje kwanza una uhuru wako cha kwanza. Unaweza kuamka muda unaotaka, kulala muda unaotaka. Kwa utaamka kwa sheria, utalala kwa sheria. Yaani muda ambao wao wanataka ulale. Yaani saa 11 utakuwa umeamshwa. Saa 9, saa 10, yani ikifika saa 10 ni muda wa kujiandaa kurudi ndani kulala. Can you imagine? Yani kwamba muda saa 10, saa nyingine muda huo hata kazini uko hujatoka. Lakini saa 10 ndio unatakiwa urudi ukalale. Kwa hiyo ni maisha fulani sio mazuri sana. Yani saa 10 unatakiwa urudi ndani ukalale na unafungiwa. Yani na ukifika saa 3, saa nyingine saa 3 mke bado uko kwenye gari lako ndio unarudi nyumbani, lakini saa 3 unatakiwa ukae kimya. Yani sasa ni sheria. Unaishi sasa, Mungu anakuweka chini ya sheria, unaweza kuishi chini ya sheria. Tena kali. Kali kabisa. Umetaka kuamka utaki, utaamshwa. Unaumwa lazima uamke. Yani lazima, hata kama unaumwa unatetemeka, utafunikwa mablanketi, muda wa kutoka nje lazima utoke nje. Yani lazima utoke. Na milo ni miwili wapendwa. Yani ukipata chai yako asubuhi na ule mlo wa mchana saa 7 ndio imeisha. Hivyo kwa mpaka kesho yake tena asubuhi. Kwa hiyo maisha mepesi sana. Kwa kweli ilikuwa ni kipindi kigumu kwangu miezi ile mitatu ya kwanza kukubali, kwa sababu unahisi kama vile umeonewa, unasingiziwa hivyo. Lakini baada ya miezi mitatu ndo nikasikia ile sauti inarudi kwamba uko hapa kwa kusudi, uko hapa kwa sababu ya lile ambalo Mungu amekuitia nalo, lile ambalo Mungu ametaka umtumikie kwalo. Kwa hiyo kidogo ikanipa relief. Nikaanza kumtafuta Mungu sasa serious, sasa Mungu kusudi lako ni nini ambalo umeniita nalo hapa? Na baada ya sasa kusikiza sauti na kutulia. Maana Mungu aliona huko nje mimi sina utulivu, hakuna utulivu, nahangaika hivyo, hakuna utulivu, yani hakuna kusikia sauti ya Mungu na kutulia. Sababu unajua Mungu wetu anapenda sana utii. Baada ya kusikia na kutii, Mungu sasa akaanza kufungua milango. Mimi sasa kwangu ni milango, japo wengine sasa akaona isiwe ni milango sana. Lakini kumbe nikagundua pia Mungu kama anakusudi pia na mtu, anaweza kusababisha mtu mwingine kupitia jambo ambalo unapitia ili tu akukutanishe naye kwa ajili ya wewe afanyike msaada wa kile kitu ambacho Mungu abamkini huku nje ungekifanya kwa uhuru kabisa. Kwa hiyo Mungu akajikuta amesababisha watu wengine kabisa ambao na wenyewe kama walikuwa hawana kesi kabisa, wakajikuta wameingia gerezani, ambao walikuwa sasa ni kama walimu kwangu. Wakaanza kunifundisha, nikaanza kujifunza kwao. Na wengine walikuwa ni watumishi wakubwa tayari, wameshakuwa watumishi wakubwa huku nje. Tukaanza kumtafuta Mungu. Na kweli baada ya hapo nikagundua kabisa kwamba kama sina kesi, kwa sababu unaenda mahakamani, hakuna shahidi analetwa. Mwisho wa siku nikaanza kusimamishwa na nashtakiwa na jamhuri. Yani hakuna sasa, sina mshtaki anayenishtaki. Kwa hiyo nimekaa, mwaka ukakatika wa kwanza, naendelea kumuuliza Mungu. Mungu akaniambia tulia, kilichokuletea hapa ujifunze, umalize. Unajua Biblia inaposema kwamba saa nyingine shule ya Mungu ni ngumu, unapata picha Mungu anakuchukua na kukufunzia kwenye mafunzo kama hayo kwa ajili mafunzo ya utumishi gerezani. Lakini nahisi ni kwa kile kitu ambacho Mungu alikuwa amepanda ndani yangu. Kwa hiyo tukawa tuna timu yetu ya maombi mule ndani. Tulikuwa tuna timu ya watu kama 8 kama sikumbuki vizuri hivyo, lakini tulikuwa tuna kundi chetu, japokuwa tunakutanika wengi, lakini ambao walikuwa tuko serious sana, tulikuwa kama watu kama 8 hivi na foreigner wakiwemo, na ambapo namshukuru Mungu pia wengine sasa hivi walishatoka.
Tukawa tukiamka asubuhi siku ambazo hamwendi mahakamani, mnakuwa na ibada zenu, mnamshukuru Mungu, mnajifunza neno la Mungu kwa pamoja, mnaomba. Na Mungu pia alianza kunipa kibali cha sasa cha uongozi kama vile nisani mama mchungaji leo hii. Nilianza kuwa nikachaguliwa kuwa katibu wa kanisa la Segerea. Katibu wa kanisa la Segerea, ule mseto, kipiko kwa tunaita mseto. Tunakutanika Wakristo wote kwa pamoja, tunasali kwa pamoja. Namshukuru Mungu kwa watumishi mbalimbali ambao kuja kutembelea kutoka makanisa ya Ifata, makanisa ya Pentekoste, Roman Catholic, wakawa wanakuja wanaendelea kutufundisha. Sabato walikuwa wanafika wanaendelea kututia moyo. Kwenye kumtafuta Mungu, japo pia nako huko shetani hakuachi. Kama shetani aliweza kwenda na alihudhuria hata kwenye ibada ya Ayubu, lakini alihudhuria pamoja naye. Hata huko shetani hakuniacha, aliendelea kunifuatilia. Nakumbuka kuna kesi moja ikatokea nikiwa Segerea pale, nikiwa mahabusu. Ilitokea search, kwa sababu kule kuna search zinatokea, ni zinafanyika. Na sasa tu mnashtukizwa tu search. Sasa kwenye kule tunatumia ndoo, yani ndoo yako unapokaa unakuwa na vitu vyako umeweka hizo vitabu, Biblia zako, kama ni mafuta yako ya kupaka, vitu vyako vile vya karibu unakuwa kwenye ndoo yako ambao unatembea nao, ambao hata ukikaa unapata mahali pa kukaa. Kwa hiyo nakumbuka ilikuwa ni muda wa kwenda kulala. Ile foleni kulala. Kwa wakati tuna kwenye foleni kulala, kwa zile ndoo mnaziweka pale zinasachiwa ili uweze kuna nayo juu ndoo yako kabla ina vitu vyako vya muhimu. Wakati wa ile search kwenye ndoo yangu ikakutwa line ya simu. Na kukutwa na simu, line ya simu, betri ya simu gerezani ni kosa la jinai. Yani ni kosa la jinai, ni kosa kubwa sana. Sana. Baada ya kupata ile ndoo yangu nikaona inawekwa pembeni. Nikasema kwani ile ndoo imewekwa pembeni? Basi wakaanza kutafuta, sababu kuna vitabu vyangu mle ndani, kwa sababu sikuwa sina wasiwasi, kuna diary yangu, kwa sababu kipindiko niko huko nikiendelea kujifunza. Mungu kama nilivyosema, Mungu alikuwa anasema mimi waziwazi sana. Saa nyingine unaona kabisa yani vitu vinatendeka, Mungu anakupa maandiko. Kwa hiyo nilikuwa napenda kuandika. Kwa hiyo nilikuwa napenda kuandika sana, kwa sababu huko na diary zangu, vitabu vyangu. Kwa hiyo nimejaza kwenye ile ndoo. Kwa hiyo na majina yangu vizuri tu. Kwa hiyo sikuwa na wasiwasi. Kwa walipoenda ile ndoo ikaingizwa ofisini kwa bibi jela, baadhi ya vitu ambavyo walikuta havitaki gerezani, ndoo ambazo zilichukua zikaenda na kwangu ikawa moja wapo. Baadaye nikaitwa, nikaambiwa kwenye ndoo yako kumekutwa na line ya simu. Line ya simu? Hivyo. Kwa tukawekwa pembeni. Kwa wenzetu wakaingia kwenda kulala, tukawekwa pembeni. Tukachukua tukapelekwa upande wa pili sasa kwa baba jela. Sasa kila mtu anashtakiwa kwa kosa ambalo amekutwa nalo. Mimi nikashtakiwa kwa kosa la kukutwa na line ya simu gerezani. Sijawahi kumiliki hata simu gerezani. Nikakutwa na line ya simu gerezani. Kwa kweli haikuwa rahisi kwa sababu tulipewa adhabu ambayo nikahisi yani ni kwa sababu yangu mimi, sio kitu kingine. Kwa sababu ilitoka adhabu ambayo haijawahi kutoka gerezani kabisa. Kwa sababu adhabu kama hizo zikitokea ukikutwa na vitu ambavyo haviruhusiwi gerezani, adhabu zake ni kukaa punishment cell ambao PC wanasema kwa siku hizo 3 kutokana na baba jela atakavyoona kosa lako. Siku 3, siku 5, siku 7, siku 14 mpaka siku 21. Mwisho ndo adhabu hiyo inaenda. Lakini baba jela alikuwa kipindi hiko, yani ikawa kama vile ameingia ghadhabu ambayo sijui ilitokea wapi. Akasema ili kukomesha hii tabia ya makosa haya, navunja sheria ya gereza. Yani sheria ya gereza ilivunjwa kabisa, ni akasema navunja sheria ya magereza. Kwamba sasa haitakuwa siku 21, haitakuwa siku 14, haitakuwa siku 7, haitakuwa siku 5 wala siku 3. Hawa watakaa punishment cell kwa miezi 3. Tunapozungumza punishment cell ni kachumba kadogo ambako ako kachumba kana choo tu humo ndani, yani kana choo tu. Sasa hapo unanyimwa uhuru. Unaona utaka kujua uongo wa shetani anapoendelea kukuinda. Sasa hapo unazuiliwa. Mimi nilikuwa napenda sana kusoma Biblia, niandike, Mungu anavyosema mimi niandike. Sasa kule uruhusiwi kuingia na Biblia, uruhusiwi kuingia na peni, uruhusiwi kuingia na hata na karatasi. Yaani ulivyovaa ndivyo utakavyoingia. Uruhusiwi kuwa na shuka, uruhusiwi kuwa na blanketi, uruhusiwi kuwa na godoro. Utalala chini kwenye sakafu. Utakachoruhusiwa nacho ni ndoo ya maji kwa sababu ya kuoga na kuingia washroom. Hivyo. Kwa hiyo tukawa tumeingia, tulikuwa kama 4, 5. Tukawa tumeingia kwenye hiyo chumba, inaandikwa pale kwenye mlango wa kuingia hiyo punishment cell kwamba hawa wamepewa adhabu ya siku kadhaa.
Mimi nikapewa adhabu ya kukaa kwenye iko chumba, tulipewa adhabu kwa miezi, tunatakiwa tukae mazingira hayo miezi mitatu. Alafu adhabu kinachofuata baada ya adhabu hiyo kwamba zile visiting za ndugu kuja kukuona Jumamosi, Jumapili, siku za sikukuu zinafungwa. Yaani jina lako linawekwa getini kule watu wanakoingilia kwamba fulani fulani hawaruhusiwi kutembelewa. Yaani jina lako linaandikwa kule kwa kuingilia kabisa, chini kabisa, geti kubwa. Inawekwa jina lako pale kwamba fulani fulani haruhusiwi kuonwa wala kutembelewa. Kitu ambacho pia kiliwaumiza sana familia yangu. Alafu wanaambiwa kwa muda fulani haruhusiwi kuonwa. Hivyo, kwa mume wangu ikamtesa sana, ndugu zangu ikawatesa sana. Yaani sasa unakuwa ndani ya gereza, yani gereza ndani ya gereza. Kwa sababu ndugu tena hawaji kukuona, upati taarifa yoyote kipindi hiko, labda yani uombe sana labda uonane na wakili wako. Na wenyewe wanaangalia. Iza wamlete, kama uko kwenye adhabu pia na wakili wako pia huletewi. Kwa hiyo inakuwa inaumiza, yani inaumiza. Kwa shetani bado anaendelea kukutafuta, anaendelea kupambana. Kwa hiyo ikanikuta nimekaa hivyo tena miezi, yani kwenye mazingira hayo tena niko uruhusiwa kuchangamana na wenzako. Hata kama siku unaenda inakukuta unaenda mahakamani kwenye hiyo adhabu. Kwa hiyo utachukuliwa under escort na maskari, wanakupeleka, wakirudi unaonekana kama unatengwa. Unaonekana kama mkoma fulani. Unajua Biblia kwamba wakoma walikuwa wanatengwa. Yaani unatengwa kwa staili hiyo. Kwa hiyo inazidi kukuumiza. Yaani shetani anazidi kukutafutia tu sababu kwamba uone kwamba hapana. Lakini nikamwambia hapana, mimi hapana. Yaani najua katika hili pia najua Mungu bado anaendelea kunipitisha darasani, hata kama vinaumiza bado vinaendelea kuniumiza. Naja kugundua kumbe Mungu akikuamini kwa vikubwa, hata kupita kwako pia panaweza pasiwe pani. Hawezi kukufananisha na wengine, hata kama utakuwa unapita gerezani, lakini kuna vitu vingine ukavipitia humo kwa sababu tu kile ambacho Mungu amekubebesha kwa ukubwa wake na uzito wake. Baada ya hapo nikatengwa tena kutoka kwenye punishment cell, nikapelekwa juu gorofani tena kwenye wanaita chumba cha watu ambao wana kifungo fulani maalum hivi ambao wanatengwaga. Sasa hapo tukahamishiwa tena hapo. Sasa pale tukaambiwa hapo wakae, wapewe godoro na mashuka, lakini bado wasichangamane na wengine, bado na hasira nao. Ona hasira ya shetani anavyojua akajua mtu ambaye amebeba kusudi la Mungu. Anaweza akamtumia hata mtu mwingine naye asijue kama pia anatumika. Kwa hiyo tukahamishwa tena huko baada ya kutumikia baba alipo mwenyewe rizia kama baba jela kwamba sasa nimerizia wako huru watolewe. Nikatolewa, unatoka mpaka unafika mahali macho haya hayaoni kwa sababu upati ule mwanga vizuri. Kipindika pale kwa kwenye punishment cell, yani huruhusiwi kula hata vizuri. Yani kama mahabusu unakuwa una haki zako amkia bakula chakula chako cha nyumbani. Hivyo labda kwa sababu ni mahabusu bado una haki ndugu zako kuja kukutembelea kukuletea chakula kwa kufuata vigezo na masharti ya gereza. Lakini vyote vibali vya chakula vinafungwa. Kwa hiyo unatakiwa ule kile chakula cha jela tu, asubuhi upate ule uji, upate na ule ugali wao na maharage, imeisha kwa mwezi hiyo. Kwa kama una kibali cha chakula kinafungwa. Kulala chini kwenye sakafu. Lakini Mungu ni mwema, alitulinda pia tukupata hata pneumonia. Hivyo sakafu ni pa baridi, ni sehemu ambayo inaingiza sana baridi. Lakini Mungu ni mwaminifu, ruhusi kukaa na chochote. Kichoko kinaniumiza kwa sababu sipati sasa nafasi ya kusoma Biblia. Hupati nafasi ya kuandika chochote. Hata kama unavisikia, hupati hiyo nafasi kabisa. Adui anaendelea tena kukuchelewesha, anaendelea mazingira tena anaendelea kukuchelewesha. Namshukuru Mungu nikaitumikia nayo pia, ambayo pia Mungu alinitofautisha na adhabu nyingine ambazo simewahi kuwepo gerezani, akaleta kwa ajili yangu. Ninashukuru Mungu nikaishi hiyo, nikaipitia hiyo, na baada ya kutoka kwenye tu hiyo adhabu sasa. Haijai kutokea. Ilifanyika kipindi hiko. Na baada ya kufanyika kipindi hiko, na baada mimi kutoka kwenye hiyo adhabu, haijai kurudiwa tena. Na kumbuka ndipo Mungu sasa akaanza sasa yani aisekia ambacho nilikuwa nikikiomba, tukikaa na ile kundi la wenzangu na maombi, Mungu anafanya kwa kweli. Na diki kusema kwamba tuliomba vitu vingi na Mungu akaanza kusikia kufanya. Kwa sababu tulikuta vitu ambavyo vingine kwa kweli vilikuwa ni vigumu kwa mazingira ya gereza kwa sababu ya sheria, lakini tukaambia Mungu hapana, vitu vingine Mungu anaweza kufanya kurekebisha. Kwa hiyo tunashukuru baadhi ya sheria nyingine zikaanza kurekebishwa hivyo. Kwa Mungu akaanza sasa kutokeza hata kwenye maisha ya kawaida tu ya watu mule ndani Segerea. Tukimuomba Mungu kabisa, Mungu tunamthibitisha anafanya. Kesi ngumu zikawa
zinakuwa nyepesi. Kuna kesi nyingine kabisa zilikuwa zinaga dhamana, zikawa zinapata dhamana kabisa kabisa. Kesi nyingine ambazo pia zilikuwa hazina hata hii wanasema si kubagain, lakini tulipokuwa tukimwamini Mungu, kwa sababu tukimwomba Mungu, Mungu akawa anasikia. Kesi za kubagain wengine ambao kwa jua hata kama zinaweza zikawa hivyo, lakini Mungu akawa anafanya njia, mambo yakawa yanakwenda. Kwa vitu vingi vikaanza kubadilika. Ashukuriwe Mungu kwa sababu alianza kututumia tukiwa kuko gerezani. Nakumbuka siku moja kwenye ibada moja ya Jumapili, mtumishi mmoja anatoka kanisa moja la Efata ibada, akawa ameniita. Alihubiri akaniita, akaniambia nasikia Mungu ananiambia, akanipa andiko kwenye kitabu cha Yohana kama sikosei nakumbuka. Akaniambia Mungu ananiambia ameweka utumishi mkubwa sana ndani yako na Mungu anakwenda kukutoa. Lakini muda ananiambia hilo, yani akati nakumbuka wakati ananiambia hilo, ule kama unabii kwangu ulitimia kama baada kama ya karibia mwaka ndio ulikuja kutimia. Yani haikuwa kama alivyoniambia tu na yenyewe ilitokea hapo hapo, hapana. Lakini nikalichukua, nikaanza kuliombea na kuanza kuliishi. Mtumishi ambaye Mungu alikuwa amemuingiza gerezani, ambaye kama nilivyosema kwamba Mungu alimleta ajue kwa kusudi langu ili anifundishe vizuri, akasema nataka tujifunze masomo yanayohusu madarasa ya utumishi. Somo lilikuwa refu kidogo. Tukajifunza, akasema na Mungu ananiambia atakayefaulu kwenye hili somo Mungu atakwenda kumtoa. Kwa hiyo tukaanza kujifunza madarasa ya utumishi. Akasema kila mtu atasema Mungu atasema naye kwa namna nyingine, kwa namna ambavyo wewe kikubwa ni kuendelea kumlingana Mungu na kuomba Mungu kwamba Mungu amekuita kwenye utumishi gani huko nje. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwenye kile kipindi, wakati tunaendelea kujifunza ile somo la darasa la utumishi, tunajifunza, tunaandika hivyo, tunamwomba Mungu. Wakati anahitimisha lile somo la darasa la utumishi, akawa amesema tutamaliza kwa kufunga. Akasema tutafunga siku 3. Tutafunga Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Alafu na hizi siku 3 kwenye mfungo tunaamini Mungu atakwenda kusema na kila mtu. Na wakati tunaendelea na ile darasa pia nakumbuka akanifuata pia dada mmoja ambaye tukupona mule naye kwa na kesi, alikuwa ni mahabusu. Akanifuata akaniambia, Judy, nasikia Mungu ananiambia kwamba anakwenda, yani nimekuona kwamba yani umekuja, kuna watu wamekuja, yani ulifuatwa kama mchana hivi, yani kwa sio muda wa mahakamani, lakini naona watu wamekufuata. Akasema hapana, toka ni wanakutoa kwa nguvu huko ndani gerezani. Nikamwambia basi sawa, naendelea kumwamini Mungu. Nikachukua ule unabii wa mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa amesema na mimi kwenye ibada moja Jumapili, nikachukua na huu wa pili ambao ulipita muda kidogo, sio kama vilifuatana wa sana, hapana. Basi tukaendelea kuomba. Baada ya hapo tena akaja mtu mwingine, watamwambia Mungu naomba unithibitishie, maana neno lako linasema kwamba neno lako litathibitisha kwa vinywa vya watu 2 au 3. Baada huyu wa pili nikaendelea kumwomba Mungu kama ni kweli umeona nimequalify, natakiwa kwenda kutumika, endelea kusema na mimi sasa kama ni wakati wako sahihi. Nakumbuka tena siku moja tumeamka asubuhi, wakati tumeamka dada mmoja tena akanifuata. Kabla tujaanza hata ile morning glory yetu kwa tunaifanya pale asubuhi. Nakumbuka nilikuwa natoka hivi sehemu moja naita Messi, nilikuwa narudi natembea hapo kwenye movement, akaniona, akaniita, akaniambia njoo. Akaniambia unajua usiku wa leo Mungu amesema na mimi kuhusu wewe, nimekuotea kwamba yani nimeota, lakini kwamba yani Mungu anasema umemaliza, umefaulu. Sasa tulipewa mtihani wa kufanya. Baada ya ule mtihani tukawa tumefanya ule mtihani. Wewe ukaufanya ule mtihani kwa haraka sana. Wengine kwetu kama ulikuwa mgumu, lakini uliufanya kwa haraka kwa dakika chache sana. Ukawa umenyanyuka unapeleka ile karatasi. Yeye tukakuangalia, mbona mtihani mbona ni mgumu sana, mbona huyu amemaliza kwa haraka? Tukawa tunakuangalia. Mpaka mwalimu akakuuliza akasema, wewe mtihani umemaliza? Akasema nimemaliza. Ukamuonyesha. Akasema tena umemaliza na umepata zote kabisa. Asa nikamwambia sijui nini maana yake, tuendelee kuomba. Ndio darasa la kesho yake ndio huyu mtumishi akasasa nataka tufunge siku 3. Alafu kila mtu Mungu atasema naye. Ndio kwenye huo mfungo sasa wa Jumatano, Alhamisi na Ijumaa.
Kwa hiyo tukaingia kwenye mfungo Jumatano. Alhamisi, Ijumaa, usiku wa Alhamisi sasa tumesharudi, tumeshafungiwa maseloni, tumeshalala. Saa 3 kengele ishagonga, utakiwi kuongea, kwa tumeshanyamaza kabisa. Sasa nikawa nimelala kama kawaida yangu na Biblia yangu na notebook yangu na peni hivyo. Kwa sababu sasa nyingine umeamka usiku kwenye maombi, unasikia umepata andiko, unaliandika, umepata chochote Mungu ambacho umesikia amesema na wewe unakiandika. Ndio ilikuwa maisha yangu. Kwa hiyo baada ya siku hiyo niko kwenye mfungo sasa, tumeshaanza Jumatano. Alhamisi, ile Alhamisi usiku utakuwa ni usiku, tumeshikengele ishagongwa ya saa 3. Kwa hiyo tumeshaana usingizi kwa ushanipitia. Nikaona kama vile yani kwangu ilikuwa kama ni maono, ni kama maono, kama nimechukuliwa hivi, kama naonyeshwa sasa. Yani mimi kwangu siwezi kusema ni ndoto, kwa sababu ndoto yani siwezi kufananisha na kile kitu. Nikaona kabisa kwamba niko sasa natumika kwenye yani ni kanisa kama mama mchungaji hivyo, na nahudumia watoto, yani watoto na watoto wengi na hudumia hapo hivyo. Sasa ni kama yani baada ya kuona yale maono vizuri, na Mungu akanionyesha sasa, akanionyesha kwa habari ya wakati mimi natumika kama mama mchungaji kwenye hilo kanisa, lakini kwenye hilo kanisa yupo mchungaji ambaye anahudumu hapo. Akaniletea sasa mchungaji ameshamaliza ile ibada, anakuja kuniaga. Kwa akapokuja kuniaga, mama mchungaji, nashukuru nimemaliza huduma, mimi naenda. Nikabacha nikusindikize baba. Akaniambia pandelea na huduma yako ya watoto. Sasa wakati namuona anapandisha hivi, amevaa suti yake nyeusi, shati yake nyeupe safi na briefcase yake ambayo akawa anatoka anaondoka anakwenda. Baada ya kama wakati anapandisha anaondoka, mimi nikashtuka. Yani sasa kama kuna mtu akanishika kama kuniamsha, akaniambia andika ulioyaona. Nikachukua nikaandika ile tarehe, nikaandika kila nilichokiona. Baada ya hapo pakakucha asubuhi. Wakati wa ile morning glory yetu tukawa tunakusanyika sasa kila saa 3 asubuhi. Kwa nikajaribu kuwaeleza wenzangu kwamba jamani, mimi usiku wa leo Mungu amenieleza, amenionyesha kitu cha kabla hapajakucha, amenionyesha jambo 1, 2, 3. Kwa hiyo tuna tabia tunapoambiana tunaomba kwa pamoja, tunaliatamia. Wakasema basi labda mkini Mungu amekuita kwenye utumishi beza wa kulea watoto yatima, au mama mchungaji hivyo, au Mungu amekuita kwenye yote mawili. Kwa hiyo tuendelee kumuomba Mungu. Kwa hiyo ilikuwa sasa tumeamkia Ijumaa. Kwa tukamaliza ile tukaendelea kuomba, tukaendelea na nakumbuka kati ya lile kundi tuliosoma ile darasa tulikuwa kama 8. Na kila mtu ambacho Mungu alikuwa amesema naye wakaandika. Kwa tukaanza kuomba. Baada ya kuendelea kuyaombea, Ijumaa tulikuwa tumemaliza ule mfungo. Jumamosi yake ni visiting kama kawaida. Tukaamka, tumeshamaliza sasa mfungo. Jumapili tukawa tumeingia kwenye ibada kama kawaida. Kwa tuna ibada, tunapata neema ya kupata ibada. Kwa tulipomaliza ibada tu Jumapili. Na Jumapili mara nyingi alikuwa anakuja kunitembelea mimi, ni mume wangu. Alikuwa anakuja visiting ya kwanza kabisa ile ya ibada na kwa hiyo familia. Kwa Jumapili ile alipokuja kunitembelea akawa ameondoka. Kwa nikarudi ibadani, tukaendesha ibada, tukaendelea na ratiba nyingine kama kawaida za mule ndani gerezani. Ulipofika mchana kama saa 9. Kama ulipofika saa 9 mchana, nikasikia jina langu linaitwa kwamba nimetembelewa, yani kuna visiting nimeitwa. Nikatoka nikaenda, wanasema OB. Nilipofika OB nikawa naangalia, sikuona mtu ambaye namfahamu. Wakawa wamekuja ndugu wengi, wamekuja kuona ndugu zao, nikaangalia sikumuona mtu. Kwa hiyo nikarudi tena huku tunapokuwa tunakaa. Sasa kumbe walikuwa kuja kuniona mimi, walikuwa wamekaa nyuma ya watu wengine. Na wao hawakuniona, mimi sikuona, kwa hiyo nikarudi. Baadaye wale maaskari walikuwa pale OB wakauliza, "Nyinyi mbona mmesaa muda mrefu hapo, ndugu wenu hamjamuona?" Akasema, "Tujamuona." "Ni nani?" Wakataja jina langu tena. Kwa hiyo nikaja kuitwa tena, "Wewe Judy, unaitwa, ndugu zako wanataka kuondoka." Sababu nimetoka sijamuona mtu. Kwa hiyo nikarudi, nilipofika pale OB. Sasa wakawa wamebasi sogeeni kwa mbele ili waweze kuniona.
Sasa nilipofika OB, kilicho nishtua wapendwa, I say, yani sitaka nisahau ile siku niliyemuona, ambaye Mungu alinionyesha ile siku ya usiku wa Alhamisi, aliyenionyesha yani ile siku ya Alhamisi mpaka nikaandika, ndio aliyekuja kuniona pale OB. Na mpaka naingia gerezani watu ambao nilikuwa sijai kuwasiliana nao muda kidogo, japo walikuwa ni ndugu katika Kristo, ni wapendwa, wameokoka. Kuna baadhi ya huduma chache tulishafanya nao kama familia, lakini tulikuwa tuna kipindi kirefu hatuna mawasiliano nao. Lakini ndani ya wiki hiyo, kumbe alipita ofisini kwa mume wangu siku hiyo, wakaonana, wakapata taarifa kama mimi niko gerezani. Kwa Jumapili wakaja kuniona na mke wake, ambao niliwaona kwenye hayo wanasema kama maono mimi kwangu, usiku wa Alhamisi kwa mke Ijumaa. Ndio nikaona Jumapili yake wamekuja kunitazama. I say, cha kwanza nilipata shock, nikamuogopa Mungu, nizidi kumuogopa Mungu kwa sababu nilipowaona nilisikia kujawa na nguvu za Mungu, nikasikia kutaka kunena kwa lugha, nikasikia kutetemeka, nikasikia shock, yani nilisikia kutetemeka, yani nilisikia kupiga kelele. Baada ya hilo tukio, nakumbuka mpaka vitu ambavyo walikuwa wameniletea kama zawadi, walikuwa wameniletea juisi za boksi, dawa za mswaki, miswaki hivyo, na chakula kidogo kwa wameleta. Kwa hiyo yani hivyo, yani I say, yani kwangu sio nisemeje, nikatoka nikimwogopa Mungu sana 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 sana. Kwa hiyo nilipoagana nao nikaondoka, nikarudi sasa kwa wenzangu. Wakati narudi kwa wenzangu, nikaanza kupiga kelele. Wakataka kujua, je, nimepokea habari gani kutoka nilipotoka kwa watu waliokuja kuniangalia. Lakini kumbe kwa nikeleza furaha na keleza Roho Mtakatifu. Nikafika nikawakumbatia, nikamkumbatia sana yule mwalimu, nikamwambia, sikiliza dada yangu, wale ambao tulikuwa tumeomba juzi Ijumaa kwamba nimeona natumika hivi na hivi na hivi na hivi, kati ya mtu ambaye nimemuona natumika pamoja naye ndio alikuja kunitazama leo, na alikuwa hajui kabisa kama mimi nina hizo changamoto. Amezipata tu hizo habari wiki hii, na Jumapili leo amekuja kuniona na mke wake. Kwa tukamshukuru Mungu, tukamtukuza Mungu, tukasema kumbe Mungu anasikia, Mungu wetu anafanya. Kwa hiyo kuanzia hapo wapendwa, ilibadilisha kabisa sasa imani yangu, ilibadilisha kabisa historia yangu, na mpaka ninavyozungumza sasa hii na ndiko ambako nafanya huduma, kwa sababu baada ya mimi sasa ilikuwa 2017, hiyo nakumbuka ilikuwa 2017. Na wakati bado hata sijatoka gerezani, sasa huyu mtumishi ambaye leo inatumika kwake kama mama mchungaji, ambaye mume wangu ni mchungaji, kwangu sasa hivi yeye ni askofu, na napenda kusema kwamba yeye ndo baada ya kutoka ni kama sasa naye, najua Mungu alikuwa na mzigo naye miaka mingi sana, siku nyingi sana, lakini Mungu anaweza alikuwa anamwandalia watu, Mungu alikuwa anaandaa mazingira, kwa sababu najua Mungu alikuwa anataka kuleta mabadiliko, kuleta habari njema kwa watu ambao leo tunasema tunaishi kwayo, watu waijue kweli ya Mungu, watu wamjue Kristo, mabadiliko yatokee kwenye maisha ya watu. Mungu naye alikuwa ameshamuandaa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wangu, askofu wangu, ambaye baada ya mimi kuja kurudi 2017, naye alipotoka akawa karibu sana na familia yangu na mume wangu, na baada ya hapo Mungu akaweka mzigo mzito ndani yake wa kwanza sasa kufungua huduma na kutumika. Kwa 2017 hiyo mwishoni, kama sikosei, kwenye mwezi wa 11, sikumbuki, wa 9 hapo kwenda mbele, ndio huduma ikaanzishwa rasmi, ambayo mimi leo hii natumika hapo kama mama mchungaji, lakini ikianzishwa nikiwa gerezani, ikifunguliwa na baba ambaye nilimuona kwenye maono, na baada ya kufungua hiyo huduma, hiyo kanisa 2018 Mungu akanitoa gerezani, na baada ya hapo nikakuta kanisa limeshasimama, ambalo linahubiriwa kweli ya Mungu, linahubiriwa neno la Mungu lisilogoshiwa, Roho Mtakatifu akitajwa ndani yake. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu Mungu alinitengenezea mazingira, alinitengenezea njia, na mpaka leo hii tangu 2018 natumika chini ya huo mwamvuli, na kimuona Bwana akiendelea kufanya, na yale yote ambayo Mungu alionyesha nikiwa sasa kule ya kuhudumia watoto tunayaishi leo. Na napenda niseme tu kwamba yani kwa kweli kipindi ambacho nimekaa Segerea, nilivyosana nimemuona Mungu, kuna matukio ambayo sitaka nikayasahau, ambayo nilimthibitisha nayo Mungu kabisa, nikasema kweli kumbe Mungu yupo na anasikia na anafanya hata kwenye mazingira magumu.
Nakumbuka kuna mama mmoja tulikuwa naye, kwa ni mtu mzima kidogo. Huyu mama alikuwa ni foreigner, so Mtanzania. Alikuwa anatokea nchi ya Ghana. Huyu mama alikuwa kidogo ni mtu mzima, umri umeendaenda kidogo. Alikuwa na kesi ngumu kidogo, unapozungumza kesi za madawa. Kwa na kesi ya madawa. Huyu mama, ukiwa ukijua alikuwa ni mgeni, alafu hana ndugu kuja kumtembelea. Kwa hiyo nyinyi ndio mnamsaidia kwa chochote kile, na nimemkuta ameshakaa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo akawa nimemchukulia kwangu kama mama, kama hivyo. Kwa hiyo wakati tunaendelea kukaa naye, kipekee tumeanza maombi yale ya usirias kabisa, tunataka tumuone Mungu kwa mambo fulani, tunataka tumthibitishe Mungu kwa kipindi hiki. I say, Mungu wetu Bwana huwa ni mwaminifu sana. Huyu mama nakumbuka siku moja akawa tumekaa, tumejifunza, akasema sina sadaka ya kumtolea Mungu, niko gerezani. Niko nchi ya ugeni. Sina familia inayoniangalia. Sina communication yoyote na ndugu zangu, watoto wangu, sina communication ya mtu yoyote. Na tamani yani Mungu anikumbuke kwa umri nilionao. Hapo nimemkuta ameshaka karibia miaka hata 4 5. Kwa hiyo sasa tukaongea naye tu simple hapo mahali kwa tunafanyia ibada, niliposema kwa tunafanyaga morning glory hivi kama fellowship fulani asubuhi kuanzia saa 3. Akawa amesema basi mimi naweka nadhiri yangu. Nadhiri yangu ile naomba tunafanyia ibada ambayo nyinyi mnaomba hivyo. Na kwa sababu alikuwa na changamoto kidogo ya kuto kujua vitu vingi, kwa sababu hata Biblia hivyo. Kwa sasa akasema nadhiri yangu Mungu, siwezi kuhubiri vizuri, siwezi kufundisha vizuri kwa umri wangu, sikubahatika kwenda shule, ndio nimejikuta nimeingia huku, kwa hata kusoma kwangu ni changamoto. Kwa Mungu nakufanyia nini? Yani nakufanyia nini? Yani nakufanyia nini? Kwa nakumbuka yeye nadhiri yake ikawa tu, Mungu, mimi nitakuwa nasafisha hapa mahali ambako watumishi wako wanakaa wanafanyia ibada. Yani ile eneo mtu yote asiliguse, nitakuwa nafanyia usafi mimi. Kwa hiyo yeye akawa sasa kila siku akiamka asubuhi, ile eneo tunafanyia ibada, kwa sababu ile kwa tunakaa kwa wanaishi kunguru wengi chini ile miti. Kwa asubuhi mkiamka mnakuta mavi ya kunguru mengi. Kwa hiyo eneo alikuwa analisafisha. Sasa ingine kwa kuna shida ya maji yanakuwa kuna kunifanya alikuwa anasumbua, maji ni ya shida, ni ya changamoto na katika. Lakini kwa gharama yoyote ataenda kutafuta maji watu walioficha ya kwao, labda wamefua, yale waliosuzia nguo. Anambia Mungu, sitaki yani watumishi wako wafanye ibada mahali pachafu. Sitaki wafanye mahali, yani Mungu unikumbuke kwenye hili. Huwezi kuamini. Hiyo ilitosha kugusa moyo wa Mungu yule mwanamke, sitaka nimsahau yule mama. Kabisa ilitosha kugusa moyo wa Mungu akiwa gerezani. Tarehe yake ikaja, akaitwa kusikiliza ile kesi Mahakama Kuu. Na alipoitwa kusikiliza ile kesi ilipopewa tarehe kusikilizwa, yule mama aliachiwa huru kabisa. Yani foreigner akaachiwa huru Mahakama Kuu pale, na hivi tunavyozungumza alirudi kwao, yuko Ghana. Lakini sadaka yake na nadhiri yake kwa Mungu ilikuwa, Mungu nasafisha hapa wanakofanyia ibada watumishi wako. I say yani kwa kweli unaweza ukafanya vitu kama ni vidogo sana. I say mbele za Mungu vina impact kubwa. Mama alijitoa kwa kusafisha tu eneo la watu ambako watafanya ibada, watamsifu Mungu, watasoma neno. Tena ni kwa lisali moja, si masaa mawili, wakimaliza akusanya ile mikeka, hata watu waichezee maana kashadeki, hata ikusanya vizuri ataenda kuiweka store. Kesho yake asubuhi aje asafishe tena, aipange watu waje wafanye ibada. Ilikuwa ndio sadaka yake kwa muda usiopungua kama mwaka. Ilitosha kugusa moyo wa Mungu kabisa huyu mama, na akaachiwa. Na kati ya watu ambao walikuwa na tunasema alikuwa na mzigo mkubwa. Tunaposema mzigo mkubwa, alikuwa na mzigo mkubwa sana wa madawa ya kulevya, lakini Mungu alimuonekania kabisa, jambo ambalo mkini bali singeweza kumtoa. Lakini kwa sadaka hiyo ya kusafisha tu eneo la watu kufanyia ibada, Mungu alikumbuka maisha yake. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba yuko Mungu ambaye hata katika madogo ukifanya kwa uaminifu, Mungu anaweza kukumbuka maisha yako. Lakini pia nakumbuka pia kuna kesi nyingine ambayo kidogo ilikuwa ngumu. Ndio tukamtia moyo kabisa, tukamwambia sikiliza, yuko Mungu asiyeshindwa. Tutaomba pamoja. Kipindi kwa tuko gerezani, alikuwa amekuja kusikiza rufaa yake ambao alikuwa amehukumiwa kunyongwa hadi kufa, tunasema condemned. Kwa hiyo tukaanza kushughulika naye kwenye ulimwengu wa mwili, kumvua lile vazi la condemned. Kwamba wewe yani tunaomba naye tunamvua vazi la hivyo.
Na hivi tunavyozungumza naye yuko huru. Mungu alisikia, Mungu alijibu, Mungu alifanya, akaja akaachiwa huru kabisa. Mambo ni mengi, shuhuda ni nyingi sana ambazo Mungu alizifanya kwa kweli, yani kabisa waziwazi. Kuna watu wameingia pale walikuwa wanaumwa, Mungu akawafungua wakapona, yani kabisa. Kwa hiyo Mungu anafanya, Mungu anasikia, Mungu ni mwaminifu sana sana. Nikirudi nyuma nilikotoka, nimesema nilikuwa ni mtu ambaye nakwenda kanisani natoka hivyo. Na sasa hivi imenisaidia baada ya kupita hapo ya kuona kwamba kumbe natakiwa sasa kuwa karibu zaidi na Mungu. Kwa hiyo imenijengea mahusiano mazuri na Mungu sasa, na katika utumishi ambao Mungu ameniweka kwao kama mama mchungaji ambao natumika hapo. Kwa sasa nimekuwa namtafuta Mungu kwa karibu zaidi, yani kwa karibu zaidi, sio tena kama vile mwanzo. Sasa unakuta kwenye mifungo unashiriki, kwenye ani zile activities za kimungu sasa unazipa kipaumbele zaidi kuliko nilivyokuwa huko mwanzo. Nilikuwa nasema nampenda Mungu, huwezi kulinganisha na sasa hivi. Kwa sababu sasa hivi sasa ndio nayaishi, yani ndio maisha yangu, nimo humo ndani, yani nimo humo ndani naishi hayo. Yani nimo humo ndani na namuona Mungu anazidi kunifungulia mipaka ya huduma, wapendwa. Na Mungu anazidi kunipa kibali. Na zaidi ninavyozidi kumkaribia Mungu, mwenyewe anasema kwamba nikaribia na mimi nitawakaribia. Kwa kadri ninavyozidi kumkaribia na Mungu anazidi kunipa kibali, anafungua mipaka yangu ya huduma, anafungua kibali kwa kweli kabisa. Mahali ambako kwa hujawahi kufika unafika, vitu ambavyo hujawahi kufanya nikuta unafanya sasa, na Mungu anakuwa pamoja na wewe, anazidi kujithibitisha kwenye maisha kwamba kweli siku niko pamoja na wewe, sijakuacha na sikukuita kwa bahati mbaya. Kwa hiyo imebadilisha maisha, yani imebadilisha historia ya maisha yangu kabisa. Kwa sababu hata ukiuliza watu ambao nilikuwa nafanya nao miaka 20 iliyopita nyuma, wakilinganisha maisha yangu na sasa hivi, huwezi kukompea hata kidogo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa neema hii aliyonipa ya kunisogeza karibu hivyo, na mimi nimekuwa tayari kuwa karibu. Na Mungu anamkaribia mtu ambaye anamkaribia pia. Kwa urafiki wenu unakuwa ni imara zaidi, na anaendelea kujifunua kwa kama anavyoendelea kujifunua kwangu leo hii. Kwa hiyo namtumikia Mungu hivyo katika huduma ambayo nimesema ya Jesus Cares Church, kama mama mchungaji, kama mama mlezi wa vijana, mama mlezi wa wanawake. Natumika magerezani, natumika kwa wahitaji ambao wanahitaji, na Mungu anachonibariki nacho napata kuwafikia hivyo wagonjwa hivyo. Mungu ameweza Mungu tangu amenitoa hapo amenifungulia huduma nyingi hivyo. Kwa hiyo nimekuwa ni mtu ambaye kwa kweli sasa hivi Mungu ameweka mzigo mkubwa wa mapito ya watu ndani yangu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Kwa nimekuwa nimetembelea magerezani, tumeenda magereza mbalimbali, Segerea nimeenda, tumefika magereza mbalimbali ya mkoani hivyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu na tunaendelea kuikuza hiyo huduma. Mungu anazidi kutufungulia milango na mipaka kwa ajili ya kuwafikia wahitaji. Nimefanikiwa kutembelea pia hospitali mbalimbali. Nilianza na huduma ya hospitali wodi za wamama na watoto huko mkoa wa Pwani. Kwa hiyo nimebahatika kufanya hizo huduma kaza wa kaza, lakini sababu bado tunaendelea kupambana, tunaendelea kutafuta Mungu anafanyaje njia kwa ajili ya kuwafikia kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo namshukuru Mungu, huduma zinaendelea kuzifanya bado, na wahitaji wengi kwa kweli, wagonjwa walioko majumbani, majirani, mmoja napata taarifa zao, huwa nawafikia kwa hali na mali. Napozungumza kwa hali na mali, maana pia wanatamani kuona upendo wa Mungu, tuwapelekee tu maneno matupu ya kuwapatia vifaa vya shule, ada za shule, japo kwa uchache kwa kadri Mungu ambavyo anatubariki kwa hao, lakini atisi kuna kitu tunakifanya kama Jesus Cares Church kwa ajili ya kufikia watoto, kufikia wagonjwa, kufikia wafungwa, ili tulitimize kusudi la Bwana katika maisha hayo ambayo ametuitia kwayo. Mungu anapotaka kutupeleka hatua moja au nyingine, tuwe wasikivu sana wa zile sauti za ndani ambazo Mungu anasema. Maana saa nyingine tunapokuwa na kiburi cha kibinadamu, huwa Mungu kama nilivyotangulia kusema, Mungu anaweza akatumia njia yoyote kukurudisha kwake, na nyingine kama hivyo nilivyotangulia kusema, zingine zinaumiza kabisa. Kabisa, lakini natamani tujifunze tuone kwamba ziko sauti ambazo Mungu anasema na sisi, alafu kana kwamba kama tunazipuuzia, tunaweka ya kwetu mbele, tunaona kama vile labda bado, labda wakati mwingine, labda ni akili zangu. Lakini tujifunze kutulia na kusikiliza na kuwa watulivu, kwa sababu
Mungu wetu ni mwaminifu, hasa kwa sababu tunasema tunamjua Kristo, na hata kama bado hujamjua Kristo, saa nyingine unakaa unapita, lakini ndani yako kuna kitu unakisikia, lakini ukiangalia kama vile mambo yako yani uelewi. Hebu jaribu usipende tu kuona kwamba hapana, mbona mimi napatwa tu na haya. Hebu tafuta, yamkini Mungu anakutafuta hata katika hayo. Hivyo unatafuta kazi hakuna, yani hakuna, magonjwa hayaishi, yani tabu, dhiki, adha hazikuishi. Hebu tulia kwenye hiyo hali. Sio nyakati za kukurupuka. Hebu tulia kwanza, afu mwambie Mungu, hebu kwenye hili ni nini unataka kusema na mimi? Sababu Biblia inasema kwamba Mungu ametuleta duniani kwa kusudi. Na ametuambia kwenye kitabu cha Zaburi ya 90 kwamba Mungu atusaidie kuzihesabu siku zetu. Hivyo ashukuriwe Mungu, neema yake ni kubwa. Wengine unapotelea huko, unaweza kuwa pigwa kwenye kibano na usielewe, ukajikuta umeondoka, hujaishi kusudi la Mungu, na hiko kibano kikakuondoa, hayo maumivu yakakuondoa kabisa, yani akakuondoa kabisa hata juu ya uso wa nchi. Na unapoliishi kusudi la Mungu, unapotulia kwa hivyo tuvingia kama labda kwa mfano, kama mimi ambao nilikuwa nasema huko nyuma, nilikuwa nasikia lakini kama vile siko serious. Na unajikuta unapambana sana, mambo hayaendi. Unapambana sana hata kama kikija, akikai, yani hakuna kitu unafanya kinaonekana. Lakini baada ya kutoka sasa Segerea na kuyaishi hayo na kuona Mungu amenitendea na kuanza kuishi kusudi la Mungu, naona mambo kama yanaenda, Mungu anafungua milango. Hiyo kwamba mwingine unaweza kawa na struggle nayo, unapambana nayo sana. Sasa nyingine tu ni kiburi cha kibinadamu na kutokusikia. Lakini ukiwa na sauti ya kusikiliza, kwa sababu Mungu amekuleta, Mungu amemleta kila mtu duniani, anajua maisha yako, anajua uhitaji wetu. Mungu anajua unachokihitaji, anajua leo yako na kesho yako. Sasa tungemtafuta na hisi kwanza huyu anayejua paka kesho yetu, ingekuwa ni nzuri zaidi, kwa sababu anayesumbuka, Biblia inasema kwamba pia msisumbukie sana maisha. Tule nini, tunywe nini, tuvae nini, maana Baba anayajua hata yaliyo mahitaji yetu. Na sasa tazama ndege wa angani, hawapandi wala hawavuni, lakini Baba yetu wa mbinguni anawalisha, anawavika. Na mimi Mungu alinifundisha, kwa sababu kama niliweza kukaa Segerea miaka 3 kasoro, lakini watoto wangu hawakuwahi kuacha kwenda shule. Hawakuwahi kuacha kula. Sikuwahi kusikia mtoto wangu amelazwa hospitali. Wakati amkani huko nyuma, kabla sijaingia Segerea, hata ile ulikuwa unapambana nayo unaipata, inaishia hospitalini. Najua habari za kina Paulo ambaye ameandika nyaraka nyingi sana kwenye Biblia. Na ambaye hata hakuwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu Kristo wale 12. Tena kipindi kwa Yesu anatembea na wanafunzi wake 12, yeye alikuwa bado ni Sauli, analiua kanisa na kulitesa kanisa, wala hiyo neema kwake haipo. Lakini baada naye ya kupitishwa kwenye kibano, na Mungu akitaka kutembea na mtu sasa. Tunapokuja tena kwa Sauli tunakuta hayo. Inafika mahali Yesu mwenyewe anaingilia kati. Anajua akienda Dameski kuashika waraka kwenda kutesa kanisa. Yesu mwenyewe anafika mahali anaingilia kati, anakwenda, yani gharama yake, anapigwa upofu siku 3. Haoni, hali, hanywi siku 3. Sio kitu rahisi. Siku 3 mtu ambaye ulikuwa unaona, unakula, huli hunywi siku 3. Yamkini alikuwa hajaita kufunga, lakini siku 3 Paulo, Yesu anamwambia tazama, ni mimi unayeniuzi. Kwa hiyo inafika mahali Mungu saa nyingine anachukizwa na maisha yetu. Anachukizwa, yani anatuvumilia. Mungu anatuvumilia kwa mengi. Inafika mahali akichukizwa, akiingilia kati mwenyewe. Saa nyingine kama nilivyotangulia kusema, inaweza ikawa ni vitu ambavyo vinaumiza. Mungu awabariki sana Mr. and Mrs. Deogratias Ngoma. Kwa kweli wamefanyika baraka sana pia kwangu, kwa sababu leo hii naliishi ile kusudi la Mungu kupitia wao kabisa. Wanaendelea kunilea, wanaendelea kuninoa, wanaendelea kuniimarisha katika imani. Kwa natumika pamoja nao katika kanisa zuri kabisa la JCC, Jesus Cares Church. Yesu anayejali, kwa sababu nimemwona Yesu akijali maisha yangu. Inawezekana na wewe ambaye upo unapitia kama hayo, kuna jambo lingine unapitia, lakini natamani nikutie moyo unanisikiliza sasa hivi kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Anazo njia zako zote, anayo mapito yako yote. Usifikiri Mungu hayupo wala amekuacha. Mungu hajawahi kumwacha mtu. Kikubwa anataka mtu ambaye yuko strong. Endelea kujitia nguvu, endelea kumngoja Bwana, endelea kuwa na saburi, endelea kuwa na uvumilivu kabisa. Mimi leo nisingeweza kuwa na ujasiri wa kusema, wa kuongea haya, wa kusema haya, lakini kwa sababu ya kusudi la Mungu na Mungu aliyenishika mkono ambaye hakuwahi kuniacha. Kwa sababu kila mtu aliyeko pale hospitali, wapendwa, alikwamba tu hivyo, hapana.
wengine ni kwa kusudi. Kwa hiyo tupendelee kwenda na kuwatia moyo wenye mahitaji, wenye shida mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia kwa ajili ya kesho yao iliyo njema, ili wapate kusimama na kusonga mbele na kuwa na ujasiri ili waweze kusaidia na wengine. Unajua mwingine unapopita, alafu ukishapita hapo, ukija kumwambia mwingine kwamba inawezekana kwenye ile ukatoka ukawa mtu mwingine kabisa, ukabadilisha kabisa historia yako, ukawa mtu mwingine kabisa, mtu anatiwa moyo, anasimama kwa upya. Kwa hiyo ipo kesho iliyo bora, ipo kesho ya mtu iliyo yenye tumaini zuri, lakini anapata watu wazuri wa kumtia moyo, wa kusimama naye, wa kuomba naye na kuona kwamba inawezekana. Amina. Basi kwa kumalizia, naomba niombe na wewe ambaye umesikia sauti hii. Natamani Mungu akaseme na wewe kupitia sauti hii, ili kupitia maombi haya Mungu alete badiliko kabisa la kweli ndani yako. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, na kushukuru na kutukuza. Nasema asante kwa ajili ya saa hii tena na wakati huu. Asante kwa mtu ambaye anasikia sauti hii majira haya Bwana. Wewe ni Mungu wa majira na nyakati. Asante kwa sababu Bwana, yamkini yuko mtu ambaye Bwana umemuita muda mrefu naye amekuwa mzito kukusikia. Yamkini Bwana yuko mtu anapita na haelewi kwa nini anapita, lakini yamkini kwa sababu amebeba kusudi lako ndani yake. Roho Mtakatifu uliye mwaminifu, ninauliza ile neema yako ambayo Baba ilitembea na mimi katika miaka hiyo ya 2015 mpaka 2018. Baba, ikatembee pamoja naye saa hii Bwana. Anapopita katika maji mengi asimgarikishe, bali sauti yako iwe wazi ndani yake. Alitafute kusudi lako la lile ambalo Bwana umemuitia kwalo. Na Bwana atakaposhuka na kunyenyekea kwako wewe Mungu wangu, kaonekane kwake. Kama ni ugonjwa ukamwachie akasimame tena Baba na kulitumikia kusudi lako. Kama ni ndoa ikawe salama, asimame na kulitumikia kusudi lako. Kama ni watoto wakawe salama na akalitumikia kusudi lako. Kokote anachopitia Bwana, kokote anakopita Baba yangu na Mungu wangu mbinguni, wewe unajua jambo gani anapitia. Na yamkini imekuwa ndio sehemu ya wewe kumfundishia kwa, lakini bado hajaelewa. Ninauliza neema yako Roho Mtakatifu saa hii, ukaachilie neema yako izidio sana Bwana, ukamsaidie kutoka mahali aliko, ukaachilie faraja na tumaini lako kwa upya katikati yake. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mpe kusema na kusonga mbele Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Mpe mwanzo mpya katika wewe, mpe mwanzo mpya katika wewe Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo. Usiache akapotea Bwana, usiache akaondoka katika maisha ya bila kulishi kusudi lako, bali katika yote anayopitia Mtakatifu wa Israeli auone wema wako, aone kibali chako, aone upendo wako mwingi, ni katika jina la Yesu Kristo. Mpe kujitambua, mpe kujitathmini, mpe kukusikiliza, mpe kukupenda Baba yangu na Mungu wa mbinguni. Mvute kwako, naye Mungu akubali kuvutwa na wewe. Na katika hayo Baba, endelea kusema naye. Hapo yamkini Mungu umesema naye mara nyingi, ameshupaza shingo. Yupo yamkini ambaye Mungu umemwonyesha hata waziwazi mara nyingi, lakini bado ameona kama vile yamkini ni akili zake, ni fahamu zake. Lakini kupitia shuhuda hizi Mungu wangu na Baba wa mbinguni na maisha yangu, ukabadilishe maisha ya kijana huyu, ukabadilishe maisha ya binti huyu, ukabadilishe maisha ya baba huyu, ukabadilishe maisha ya mama huyu Bwana, ukaiponye jamii yetu katika jina la Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tupe kusema Mungu na kusonga mbele katika utumishi ambao kila mmoja umemuitia kwao Bwana katika maisha haya. Mpe kusimama Bwana wangu na Mungu wangu na kuona wema wako katika maisha yake. Ni katika jina la Yesu, ukamfungulie milango, ukamfungulie njia, ukampe watu wa kusimama naye Mungu katika anayopitia, ukampe mlango wa kutokea, na katika anapotoka Bwana ukamuonyeshe njia impasayo kuenendea kwayo na kuishi. Ni katika jina la Yesu, amen.